Sasa ndugu wanahabari na wageni waalikwa wote mlioko katika ukumbi huu, tumekutana hapa asubuhi hii mahususi kwa ajili ya kupeana taarifa rasmi kuhusiana na maadhimisho ya wiki ya wanawake duniani ambayo inaanza Machi 1 mpaka Machi 8. Na kwa mkoa wa Kigoma kwenye wiki hii tumeungana na mikoa mingine yote nchini Tanzania katika kuadhimisha siku ya wanawake duniani, ambapo kilele cha maadhimisho haya huwa yanafanyika tarehe 8 ya mwezi Machi ya kila mwaka. Na kauli mbiu ya maadhimisho haya nchini Tanzania kwa mwaka huu ni haki na usawa kwa wanawake na wasichana, ambayo ni msingi jumuishi ili kufikia dira ya maendeleo ya mwaka 2050. Kauli mbiu hii inalenga kujenga uelewa wa kuwekeza kwenye maendeleo jumuishi, ikiwemo kutambua haki za wanawake na wasichana na kuhakikisha zinafanyiwa kazi kwa vitendo na kuleta mabadiliko ya kweli kama ilivyoainishwa kwenye nguzo za dira ya mwaka 2050, na dira hii ambayo ni msingi wa utekelezaji wa maadhimisho haya ambayo yatahusisha makundi yote ya kijamii. Ndugu wanahabari, maadhimisho haya yanalenga kujenga hamasa na ushiriki wa jamii katika kuchangia na kuleta usawa wa kijinsia na uwezeshaji wa wanawake kupitia serikali na wadau mbalimbali wa maendeleo, kwa kuzingatia mambo muhimu na msingi yafuatayo. Moja ni kushirikisha na kutoa mrejesho kwa wananchi kuhusu hatua iliyofikiwa katika utekelezaji wa mipango, sheria na sera za kitaifa na kisekta kuhusu masuala ya usawa wa kijinsia na uwezeshaji wa wananchi kiuchumi katika nchi na jamii kwa ujumla. Kama ambavyo tunakumbuka kwamba muda si mrefu tulikuwa kwenye mchakato wa maandalizi ya dira ya mwaka 2025-50 ambayo yamekwisha kamilika na kuzinduliwa. Hasa kwenye dira hiyo ya maendeleo ambapo wananchi wote kwa ujumla wake walishiriki kutoa maoni yao, lakini pia si tu kutoa maoni yao, pia ili kuifanikisha lazima kila mmoja ajue haki yake na wajibu wake kwenye kufikia maendeleo hayo, kwa sababu maendeleo hayo ni ya kwetu sote sisi kama wa Tanzania, sisi kama wenye nchi ya Tanzania. Lakini pili, kuimarisha mifumo ya kijamii na hamasa kwa jamii kwa ajili ya kuleta usawa wa kijinsia. Tatu, kuongeza msukumo wa ushiriki wa wanawake katika nafasi za uongozi na vyombo vya kutolea maamuzi, ikiwemo nafasi mbalimbali za uongozi, lakini pia ngazi mbalimbali za kiutendaji na kiutumishi kama vile mahakama na ngazi zingine za kiutendaji katika serikali. Ndugu wanahabari, maadhimisho haya katika mkoa wetu wa Kigoma yameanza rasmi tarehe 1 mwezi Machi, ambapo katika wilaya zetu zote na halmashauri zetu zote yatahitimishwa kimkoa tarehe 8 mwezi Machi mwaka 2026 katika wilaya ya Kakonko, ambapo katika maadhimisho hayo yalianza tarehe 1 ambayo itakwenda mpaka tarehe 7 kwenye halmashauri zetu, yalikuwa yamejumuisha shughuli zifuatazo. Moja ilikuwa ni kufanya mikutano na midahalo kwa makundi mbalimbali katika ngazi za kijamii, shule na kuzungumzia masuala ya maendeleo kwa kuzingatia ushiriki wa wanawake na wasichana katika maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Kupinga na kutokomeza vitendo vya ukatili wa kijinsia na ukatili dhidi ya wanawake na watoto. Mbili ilikuwa kutoa elimu ya masuala ya kijinsia
na kupinga ukatili kwa njia ya redio, ambapo redio zetu mbalimbali imekuwa mkizisikia zikitoa elimu na kufanya hamasa hiyo kwa jamii yote. Lakini tatu ilikuwa kutoa mafunzo ya ujasiriamali kwa makundi ya wanawake na vijana katika jamii. Na nne ilikuwa kufanya usafi katika maeneo mbalimbali ya umma kama vile masoko, hospitali, zahanati pamoja na vituo vya afya. Ndugu wanahabari, tunapoendelea kutekeleza shughuli za maadhimisho, naomba pia kutumia fursa hii kuwakaribisha wananchi wote wa mkoa wa Kigoma kushiriki katika kilele cha maadhimisho ambacho kinatarajia kufanyika katika halmashauri ya wilaya ya Kakonko kwenye uwanja wa Kasanda, kata ya Kasanda, ambapo ni barabara kuu ya kuelekea Geita na Kagera. Lakini mbili, kwa upande wa wanahabari, naomba nitumie fursa hii kuwaalika rasmi muweze kushiriki kwenye maadhimisho haya kwa lengo la kuchukua habari na kuzifikisha kwenye vyombo kuziwasilisha kwenye vyombo mbalimbali ili iweze kuwafikia wananchi wetu wote wa mkoa wa Kigoma ambao hawakupata fursa ama ambao hawatopata fursa ya kujumuika nasi kwenye matukio hayo mbalimbali, ili na wenyewe pia ujumbe huu ama elimu hiyo isiwapite. Na mwisho, kwa kuhitimisha, naomba nitumie fursa hii kuwashukuruni sana ninyi wanahabari wote kwa ujumla wenu na waalikwa wengine ambao wamehudhuria kwenye tukio hili, na ni matarajio yangu kwamba sisi sote tutakutana kwenye kilele cha maadhimisho haya tarehe 8 mwezi Machi mwaka 2026 pale Kasanda, Kakonko. Karibuni sana. Asanteni sana. Mwenyezi Mungu awabariki. Kimsingi matukio ya ukatili wa kijinsia katika mkoa wa Kigoma bado yameendelea kuripotiwa kwa kasi kubwa, kwamba yapo katika jamii, lakini kama serikali tunachukua hatua za makusudi kwenye matukio yote yanayoripotiwa katika kupambana nayo, lakini pia tunachukua hatua za makusudi, hatua mbalimbali katika kuhakikisha pia tunayadhibiti matukio hayo, na ikiwemo kutoa elimu kwa wananchi na wanajamii kuhusiana na kujiepusha na kupinga vitendo hivi vya ukatili wa kijinsia. Lakini pia yako madawati mbalimbali katika jeshi polisi na vyombo vingine vya usalama vyote na vya kijamii kwenye vyuo, kwenye maeneo mbalimbali ziko hizo center. Lakini pia tumeimarisha kuongeza kwamba tumetengeneza mifumo thabiti ya kuhakikisha kwamba vitendo hivyo vinazuiliwa, lakini vinapojitokeza pia tunaweza kuchukua hatua stahiki na kwa wakati. Moja, lakini mbili, hata mifumo yetu ya kama serikali kwenye kuhakikisha kwamba wale wote wanaobainika na kwenye matukio yote ambayo yanaripotiwa yanachukuliwa hatua stahiki. Serikali imejipanga vizuri, na kwa sasa kwa sababu kwenye matukio mengi ya ukatili wa kijinsia yanahusisha pia ubakaji na ulawiti, ambao mara nyingi umekuwa na changamoto nyingi sana kwenye kupata ushahidi. Lakini sasa serikali pia imedhamiria, tumeboresha mifumo yetu ya kitabibu. Sasa hivi hatutegemei sana ili tukutie hatiani kwamba lazima tupate mashuhuda. Tunachukua tu vinasaba, tunapima hapo, vinasema kama ni wewe ama sio wewe. Kwa hiyo habari ya kutuletea watu ukatuambia watu wa uongo au sio nini, sio hiyo debate na biashara yake inakuwa ni fupi sana. DNA tu inakuambia kama bwana wewe ndiwe au siwe, tumemaliza. Kwa hiyo inamsaidia hakimu kwenye kutoa ruling. Kwa hiyo kama serikali inaendelea kuchukua jitihada za makusudi hasa kwenye matukio hayo, lakini pia mifumo pia inaendelea kuimarishwa, ikiwemo kuuisha mifumo yetu. Kama ambavyo mnafahamu kwamba sasa hivi matumizi ya teknolojia yamekuwa makubwa. Kwa hiyo mifumo yetu inaendelea kuiuisha ili kutusaidia kuweza kufanya hizo tracing, kufanya ufuatiliaji wa matukio mbalimbali ya kiukatili, iwe kwenye vyombo vya usafiri, iwe kwenye maeneo yale ya mijumuiko ya hadhara. Tunafunga mifumo mbalimbali ili kuisaidia serikali kuweza kufanya tracing na hatimaye kuweza kubaini
ili kuweza kuchukua hatua stahiki kwenye kukomesha na kuzuia ukatili wa kijinsia. Kwa hiyo matukio yapo, lakini pia jitihada mbalimbali serikali inaendelea kuzifanya, ikiwemo hii ambayo tumefanya hapa kwenye maadhimisho ya wiki ya wanawake, kama nilivyosema, kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 7 tumekuwa tunafanya hizo hamasa na kutoa elimu kwa watu kwenye juu ya aina ya ukatili wa kijinsia, lakini pia na matukio ya kijinsia na namna ya kupambana nayo, lakini pia na hatua za kuchukua, na wale waathirika pia reporting system kwamba waanzie wapi, waende wapi, waishie wapi. Kwa hiyo vyote vijitihada kwenye kuhakikisha kwamba tunakabiliana na changamoto hii.